Hiki ambacho kinaendelea inawezekana taifa la Marekani likajitenga rasmi na taifa la Israeli kwa ule ushirikiano ambao umedumu kwa muda mrefu sana, kwa sababu Rais Trump ameenda kuilaani kitendo cha Israeli kuweza kushambulia taifa la Iran kwa hivi sasa. Na inakukumbusha tu siku ya juzi kulikuwa na treatment ama makubaliano ambayo yalikuwa yamefikiwa kati ya taifa la Marekani na nchi za Middle East, yaani Mashariki ya Kati, ya kwamba wasitishe vita ambayo wenyewe waliita vita ya siku 12, 12 war days. Kwa hiyo wakakubaliana hivyo, amani iweze kurejea tena, na makubaliano yalishafikia. Wakati Iran akapewa masaa 6 ya kutoshambulia kitu chochote kile, na Israeli akaweza kupewa masaa 12. Lakini cha kushangaza zaidi, Israeli akaenda kudrop mabomu yake yote ambayo yalikuwa yamebakia kwenye stock. Na hapo nitakukumbusha tu, mke wa kiongozi mkuu pale Israeli siku moja kabla alikuwa amesema Israeli na Iran ni ndugu, kwa hiyo hatutakiwi kuweza kushambuliana, ikiwa kama sehemu moja hapo ya kuweza kutafuta amani, na wengi wakiunga mkono kauli ambayo ilikuwa imetolewa na mwanamke huyo, wakasema kuwa sasa hivi amani imerejea Mashariki ya Kati, kwa hiyo tusitegemee tena kuweza kuona vita. Lakini cha kushukuru zaidi ni taifa la Marekani zimeweza kuintercept ama kuingilia ile mabomu kabla hata hajafikia taifa la Iran, kwa sababu kama angefikia basi naamini ingechochea vita kwa kiwango kikubwa. Kauli ambayo imetolewa na Trump, amewalaani kabisa, kutumia kabisa maneno makali ya kwamba sijafurahishwa hata kidogo na kitendo cha Israeli kuweza kushambulia taifa la Iran, japokuwa tumeweza kuintercept ile bomu alijeja kufika, kwa hiyo tumelilipua juu kwa juu, lakini sijafurahishwa na kitendo kile hata kidogo, kwa sababu tumewapa masaa 12 kuweza kubaki kuto kushambulia. Watu wetu tukakwambia masaa 12, tunawapeni masaa 12 ya mwisho unaenda kushambulia mabomu yote ambayo uko nayo, wakati tumekupa masaa ya wewe kuwa kimya. Kwa nini unaenda kushambulia? So hajafurahishwa na jambo hilo. Inawezekana Marekani na Israel bigana kujitenga kwa hivi sasa, lakini tuendelee kuwa karibu, kwa sababu muda ni daktari mzuri zaidi. Tutaendelea kupata majibu ya kile kitu ambacho kipo kinaendelea kule Mashariki ya Kati. Lakini kwa hivi sasa taarifa ambayo imetoka kuanzia jana ya kwamba taifa la Marekani halijaridhishwa hata kidogo kitendo cha Israeli kuweza kushambulia Iran. Nikukumbushe tu, Marekani hajawahi kusimama taifa lolote ambalo liko kinyume na taifa la Israeli. Siku zote amekuwa karibu na taifa la Israeli. Je, huu ni mwisho wa taifa la Israeli ama inakuwaje? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the f doing. Do you understand that?